Karibu mpenzi mtazamaji wa Global Swahili News. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Lakini kama wewe ni mara ya kwanza kuweza kutazama chaneli hii ni chaneli ambayo inajihusisha na uchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda na masuala mengine ya kijamii. Na mimi ni Haruni Nyakapala. Sasa leo nataka nije nizungumze ni namna gani demokrasia inavyotumika kwa ajili ya kuweza kuwanufaisha watu wachache. Najua mwanzo hapa inawezekana usinielewe, lakini ili uweze kunielewa endelea kuitazama video hii hadi mwisho, na imani kuwa utaelewa hiki ninachokiongea kina ukweli ndani yake. Sasa demokrasia kwanza maana yake ni kiasili kabisa ni neno la Kigiriki ambalo limetokana na maneno mawili, demos ambao maana yake ni watu, lakini pia kratos ambao maana yake ni utawala au mamlaka. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema kuwa demokrasia maana yake ni mamlaka au utawala wa watu, kwamba maamuzi yote ambayo yanakuwa yanafanyika basi jamii inakuwa inahusika moja kwa moja au kwa kuchagua watu ambao wanaweza wakafanya maamuzi kwa ajili ya jamii yote. Na tunapozungumzia demokrasia manake hatuwezi tukatenganisha kapitalism au ubepari. Na ukiangalia nchi ambazo zinahubiri sana demokrasia ni nchi ambazo zinaendeshwa kwa mfumo wa ubepari. Nchi kama Marekani, Uingereza na Ufaransa ni nchi ambazo zinahubiri sana demokrasia. Sasa je, hii demokrasia ambayo wanaihubiri ni kweli inawanufaisha wananchi au ipo kwa ajili ya kuweza kuwanufaisha watu wachache? Hiki ndio kitu ambacho nataka nizungumze na wewe siku ya leo. Kwanza kwenye demokrasia tunasema kwamba watu lazima wachague viongozi wao ambao watawawakilisha katika kufanya maamuzi. Sasa na hiyo ni tunasema ni indirect democracy, kwamba lazima watu waweze kuchagua viongozi ambao watawawakilisha katika kufanya maamuzi kwa niaba yao. Hapo tumeshaona kuwa katika nchi ambazo zina demokrasia tayari ubepari ndo unakuwa unaongoza hizi nchi. Maana yake ni kwamba raia wanakuwa huru kuweza kumiliki mali au kuweza kumiliki rasilimali za nchi. Na kinachotokea katika kapitalism hapa manake ni kwamba inaweza kafika wakati ambapo serikali inaweza kakosa fedha, lakini watu wakawa na fedha mifukoni mwao. Sasa utaona mwenyewe kati ya mwenye fedha na ambaye hana fedha ni nani mwenye nguvu. Na hapo una demokrasia of course, kama ni kujieleza, kutembea utatembea, lakini hauna hela. Mimi na hela. Je, kati yangu na wewe mwenye demokrasia na mimi ambaye nina hela ni nani ambaye atakuwa na nguvu? Na ndo hapo sasa utakuja kuona kuwa hapo kwenye demokrasia manake kuna kivuli ambacho hawa capitalist au mabepari wanakuwa wamejificha, kwamba wewe huku utadanganywa kuwa mmechagua kiongozi ambaye ninamtaka. Umechagua kiongozi unayemtaka, sawa. Lakini huyo kiongozi hata kutetea wewe. Atakachokifanya ni lazima atalinda maslahi ya wachache ambao ni capitalist, kuweza kulinda mimi, lazima akalinda maslahi ya hawa watu. Kwa hiyo wewe huku utajidanganya kuwa umechagua kiongozi ambaye unayempenda, lakini mwisho wa siku utakuja kuona kuwa huyo uliyemchagua amegeuka kuwa dalali amegeuka kuwa dalali wa bepari. Kwa sababu kwa mfano manake na kuna wakati manake kili kundi dogo la watu utajikuta kuwa wao ndo watapendekeza ni mtu gani ambaye ataingia madarakani. Ikionekana kwamba wewe unaenda kinyume na matakwa yao, wewe hautaweza kupita. Au jamii kama inapendekeza
kwamba labda mtu fulani aweze kupita, mtu ambaye inaonekana kuwa yeye anaenda kinyume na maslahi ya hili kundi dogo la watu, manake mwisho wa siku hawezi akapita. Na kama akipita, manake kitakachotokea kule ndani, kitakachokuwa kinaendelea, manake lazima atajikuta anakuwa analinda maslahi ya hawa watu wachache ambao wanakuwa wanainyonya jamii. Kwa mfano, kwenye kipindi cha uchaguzi, uchaguzi unahitaji gharama. Mgombea anatakiwa aweze kupiga kampeni. Kampeni ni gharama. Hizo fedha anazitoa wapi? Ni lazima kuna watu ambao watakaomdhamini. Sasa je, kama mimi nimekudhamini, ukienda ukichukua hiyo nafasi, hizo gharama ambazo mimi niliweza kugharamikia kwa ajili ya uchaguzi wako, unategemea mimi hizo hela utanirudishiaje? Kwa mwisho wa siku lazima huyu mgombea lazima atageuka kuwa dalali, au atageuka kuyalinda yale maslahi ya yule mtu ambaye alimpatia hizo fedha. Na ndio hicho pia ambacho huwa kinatokea Marekani, kwamba viongozi wanafanyiwa lobbying. Manake unadhaminiwa siasa, amini kampeni zako, lakini mwisho wa siku lazima wewe sasa uje ulinde maslahi ya yule tajiri ambaye aliweza kukupa hizo fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli zako za uchaguzi. Na hiki kinatokea mfano Marekani kwa Israeli. Israeli hawezi kukosa msaada kwa Marekani kwa sababu kuna makampuni mengi ya Israeli ambayo yapo ndani ya Marekani ambayo yanadhamini siasa za Marekani. Kwa mwisho wa siku huku Marekani itakuwa inalia, au raia wake watakuwa wanalia, lakini kupata msaada kwa Israeli itakuwa ni rahisi, kwa sababu hawa viongozi wapo kwa ajili ya maslahi kwa ajili ya kulinda maslahi ya wale ambao wamewaweka kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukasema kuwa demokrasia manake inakuwa inaficha kwamba yule unayemuona ni kiongozi wako sio kiongozi wako. Anayeongoza nchi ni mtu mwingine ambaye yupo nyuma ya huyo mtu unayemuona au unayesema wewe ni kiongozi wako. Lakini pia demokrasia lengo lake ni kuweza kutugawa, kuleta vyama vingi. Tafsiri yake ni kwamba si watu wapo huru. Mtu atasema, atapiga kampeni zake, na lazima hapo kutatokea utofauti. Si tunaelewana paka hapo? Haya, Chadema, CCM, sijui ACT, siji Chauma, mambo ya ubwabwa. Kwa hiyo watu mnajikuta mnajichanganya, mnakuwa mnagombana. Sasa kwenye wakati huo wa kugombana ndio watu wanachukua mali. Na kitu kingine ambacho natakiwa kufahamu kuwa Marekani, sio Uingereza au hizi western countries zinapenda kuwekeza kwenye maeneo ambayo yana machafuko. Hawawezi kaenda kuwekeza kwenye sehemu ambayo haina machafuko. Hicho kitu hakipo, kwa sababu nyinyi mkiwa mnagombana hapo wao ndo wanakuwa wanachukua mali. Kwa hiyo ni wewe kuchagua kuwa na demokrasia usiwe na hela, au kusiwe na demokrasia uwe na hela. Marake demokrasia ya kibepari na demokrasia ya kijamaa. Demokrasia kwa sisi Tanzania ambayo inaendelea kutuingia ni demokrasia ya kibepari, kwamba wachache wanakuwa nacho lakini jamii kubwa inakuwa haina kitu mfukoni. Na demokrasia gani sasa ambayo tunaihitaji? Ni wewe sasa kuweza kuangalia je, unataka demokrasia ya kijamaa kwamba kila mtu awe na mali mfukoni mwake, amini kwamba kila jamii au serikali ndio imiliki rasilimali na iweze kumonita kwamba kila mtu awe na haki ya kuweza kupata kidogo ambacho kinakuwa kinapatikana kwenye nchi yake. Mfano China, Urusi, Korea Kaskazini. Hizi ni nchi ambazo tukizungumzia demokrasia manake ni demokrasia ya kijamaa. Kwa hiyo mtu hataongea, lakini hata kuwa na uhuru wa kuongea, hana uhuru wa kuchagua si kiongozi, si hana uhuru wa nini, lakini mwisho wa siku akija kuangalia mfukoni kuna kitu ambacho wanacho, zile huduma ambazo zinatakiwa kwake aweze kuzipata tayari anakuepo nazo. Kwa hiyo ni hayo ambayo niliona nije nizungumze juu ya demokrasia.
na naomba pia maoni yako kwenye comment section. Yapi maoni yako kuhusu demokrasia, namna ambavyo inatumika? Je, ni kweli inalinda maslahi ya wengi au inalinda maslahi ya watu wachache ambao wanakuwa wamejificha kwenye kivuli cha demokrasia? Nikukumbushe, kama ulikuwa hujasubscribe uweze kusubscribe ili uendelee kufuata makala kama hizi mara tu ninapozitoa. Mimi ni Harun Nyakapala, tukutane wakati mwingine.